الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبعد. Tukiendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu cha Risalatul Jamia, tumefika katika fasli inayosema as-salatu sala. Wa ishtaratu li sihhati as-salati, inashartisha katika kusihi sala maarifatu dukhuli al-waqti, kujua kuingia wakati, biyaqinin, kwa yaqini. Kabla hujaingia katika sala lazima uwe umejua kwa wakati umeingia, sababu sharti ni kile ambacho kwamba unatakikana ukitekeleze kabla ya kuingia katika jambo. Ruknin ni zile ambazo kwamba ziko ndani ya jambo. Kwa hiyo sharti za sala ni yale mambo kwamba unatakikana utekeleze kabla hujaingia ndani ya sala. Nguzo za sala ni yale ambayo kwamba unatakikana uyatekeleze ndani ya sala, kama suratul Fatiha, kurukuu, kusujudu, zile zinaitwa nguzo. Kwa hiyo sharti ya kwanza katika sala ni maarifatu dukhuli alwaqt, kujua kuingia wakati, biyaqinin, kwa yaqini, au ijtihadin, au kwa kujitahidi, au ghalabati dhannin, au kushinda dhana. Ukaona sasa hapa bila shaka wakati umeingia, dhana yako ikawa ni wakati umeingia. Fa in salla ma'a shakki, akisala pamoja na shaka, lam tasihha salatu, haitasihi sala. Shaka ni vipi? Uko katikati, umeingia au kuingia. Ghalabatu dhanni ni kuwa wakati umeingia, sina hakika, lakini mpaka sahihi takuwa tayari ufanye nini, ushaingia. Hiyo ni ghalabatu dhanni. Shaka ni kwa yawezekana haukuingia, lakini yawezekana umeingia. Hapo itakuwa bado ufika wakati maadamu uko nao shaka, na ukisali pamoja na shaka sala yako haitoshi. Ushtaratu, na shartisha vile vile maarifatul qiblati, kujua qibla. Kabla hujaingia ndani ya sala uwe tayari umeelekea qibla na tayari ushajua qibla kilipo. Wajibu, na vile vile yapasa katika sharti zake, satrul aurati, kustiri tupu, bisatirin tahirin, kwa chenye kustiri ambacho kwamba ni tahara. Utajistiri kabla hujaingia sala katika sala, na ile kitu ambacho kwamba utajistiri nacho inatakiwa kiwe ni tahara. Na al-auratu rajuli katika sala, tupu wa mwanamume ni mabaina surrati wa rukba, pamoja na al-ama, kijakazi. Mtumwa wa kike pia naye ni mabaina surrati wa rukba katika sala, kama hako mbele ya ajnabi zake, kama tulivyoeleza jana ajnabi ni watu gani. Na aura ya mwanamke wa kawaida ni jamiu badaniha, ni mwili wake mzima isipokuwa uso na vitanga wa mkono ndani ya swala. Wajibu raf'u najasati, na inalazimu kuondosha najisi, min thawbi, utamanna nguo, wal badani, na mwili, wal makani, na pahala ambapo kwamba unaswaliwa. Lazima ziwe ni tahara, nguo yako ulovaa, mwili wako, na ile mahali ambapo kwamba unaswali. Wajibu ala alqadiri, na lazimu kwa mtu ambapo kwamba ataweza ama mwenye kuweza, an yusalli alfardha qa'iman, asali faradhi kwa kusimama. Unao uwezo wa kusimama hata kama ni kwa kushikilia. Mfano unaweza kushikilia kamba ndio ukasimama, utashikilia kamba. Ni kutegemea ukutani, mtegemea ambao kwamba hautokutoka katika kibla, basi utategemea ili uweze kusimama. Na pale pahali ambao kwamba utashindwa ndipo utafanya kwa njia ya pili. Mfano kusimama huwezi, lakini kurukuu na kusujudu unaweza, basi wakati wa kusimama utaketi, ikifika wakati wa kurukuu utarukuu kawaida. Na ama wewe waweza kusimama, lakini ile kurukuu na kusujudu, ile kuenda kuinama na kuinuka ndo tabu, utasimama usome suratul Fatiha, usome somo zako zote, usome zisomo zako zote. Ukimaliza wakati wa kurukuu ndio utaendelea na kuswali. Ikifika wakati wa kusimama, madamu unao uwezo kusimama, lazima usimame. Na utakuta mtu hawezi kurukuu ama hawezi mambo ya kwenda sijda ile kuinama na kuinuka, basi swala mzima yuakaa. Au utamkuta mtu katika mambo mengine, mashallah, yuasafiri hapa mpaka Nairobi, yuaenda zake kila mahali kwa maguu, yuaenda Kuni, yuaenda kutia mai, kuwa na ngoma, yuandama ngoma, ikifika katika swala yeye hawezi kusimama. Ndo kwanza maguu muuma, kiuno hakishiki, uketi. Na wakati mwingine, wakati wa ngoma, wakati wa mwingine hauweza akasimama pengine masaa mawili. Aweza kutoka hapa mpaka stage utembea kwa maguu dakika 20.
hana shida, lakini ikifika wakati kusimama kuswali ndio hawezi. Ndugu yangu Muislamu, tusifanye matezo na swala. Swala ni pale umeshindwa kabisa kusimama, huna ndia nyingine ya kuweza kufanya, ndio utaruhusiwa kuketi. Lakini unaweza kusimama katika mambo mengine, unajibidiisha ukasimama, basi swala pia ni lazima ujibidiishe usimame. Isipokuwa ukishindwa, sheria imekuruhusu. Lakini je, umeshindwa ama umejishindishwa? Kuna kujishindishwa na kuna kushindwa. Ukishindwa basi inafaa, lakini ukijishindishwa, swala zako utakuwa na swali ni batil, sababu kusimama miongoni mwa nguzo hasa za swala, maadamu utaweza kusimama. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Tutamwomba Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla wayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.